بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك يا حبيب الله، صلى الله عليك يا أمير المؤمنين ويا علي بن أبي طالب، صلى الله عليك يا مولاتي يا فاطمة الزهراء، يا سيدة نساء العالمين، صلى الله عليك يا أبا عبد الله الحسين، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك، سيدي يا حسين، ليتنا كنا معك في أرض كرب وبلاء فنفوز فوزا عظيما. يقول المولى سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العلي العظيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، na wala hatuja kutuma wewe Muhammad isipokuwa uwe ni rahmatan lilalamin, uwe ni rahma, uwe ni huruma kwa viumbe. Malengo makubwa ya kukutuma ewe Muhammad ni ili ufundishe huruma, ufundishe upendo, ufundishe mshikamano, ufundishe umoja lilalamin, kwa walimwengu wote. Aya hii inayoelezea kwamba falsafa na hekima ya kupelekwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam ni kuwafunza walimwengu kuhurumiana, ni kuwafunza walimwengu kushikamana, kupendana. Wama arsalnaka illa rahmatan lilalamin. Aya hii naomba ituongoze kwenye kikao chetu au muhadhara wetu wa 12 katika mlolongo wa mihadhara yetu ya mwezi mtukufu wa Muharramul Haram wa mwaka 1448 Hijria, ambao tumeupa jina la uhalisia wa Ushia, na kauli mbiu yetu ya mwaka huu wa 1448 Hijria tumeitangaza tukaipa jina la Karbala, njia ya uhuru wa fikra.
kama kuna madrasa, kama kuna university, kama kuna chuo kikuu cha kufundisha uhuru wa kufikiria, wa kuchagua, wa kujichagulia, basi ni chuo kikuu, ni madrasa ya Abi Abdillah al-Husayn salawatullahi wasalamuhu alayhi. Na kabla ya kuingia kwenye maudhui yetu ya leo ambayo ni mwendelezo wa unwani yetu ya jana, asbabu shatmi, kwa nini wamepatikana watu wakawa wanatukana? Tabaan, pamoja na kuelezea vizuri na nieleweke sana kwamba tukiyazungumza mambo haya tunazungumzia mambo ya kihistoria, mambo yaliyoko kwenye vitabu vya historia. Lakini kubwa la kuwa nalo ni kutambua ya kwamba Mashia, fatwa za marajii wao, fatwa za maulama wao mujtahiduna wanaowafuata, na hii ieleweke kwamba katika misingi ya ushia, shia yoyote lazima imma awe ni muqallid au awe ni mujtahid. Masala ya ihtiyata hayo magumu, lakini uhalisia ni huu. Yani ukiwa wewe ni shia una hali mbili, imma uwe ni mujtahid wa imma uwe ni muqallid. Mujtahidi ni yule anayekwenda kwenye Qur'ani na Sunna akasema mimi nimeelewa hivi. Muqallidi ni yupi? Ni yule anayemtafuta mwana wa chuoni aliyekamilisha sharti za kuwa mujtahid, anamfuata. Kinyume na hapo, ibada zako zote ni batili. Kwa hiyo hakuna shia anayekurupuka akafanya ibada wakati sio mujtahid, wakati sio mwana wa zuoni, ila ibada zake ni batili. Kwa hiyo hakuna shia ambaye hana mwana wa chuoni anayemfuata, ambao tunawaita maraji. Maraji ndio wanaotutafsiria madhhab ya Ahlul Baiti na mtazamo wa Ahlul Baiti salawatullahi wasalamuhu alayhim. Na marajii hawa ndio wanaosema kuwatukana maswahaba na kumtukana mama Aisha na tendo la matusi na kutukana sio mafunzo ya madrasa ya Ahlul Bait, na kwa ibara nyingine sio mafunzo ya ushia wala mashia. Kwa hiyo kwanza ieleweke hiyo. Lakini kwa nini tuje na unwani ya asbabu shatmi? Nadhania jana nimegusia kwamba wakati mwingine matusi, kutukana ni raddatu fi'l, ni kuna mambo yaliyotokea katika historia yanahitajia atanafus, yanahitajia kupumua. Sasa kupumua wakati mwingine kunakuwa kuzuri, wakati mwingine kupumua inakuwa ni matusi na kulaani.
na nikataja aliyoyafanya Yazid ibn Muawiya. Yazid ibn Muawiya ambaye alikuwa ndiyo kiongozi wa Waislamu. Naomba mdie tena hapo. Yazid ibn Muawiya ibn Abi Sufyan ambaye alikuwa akiitwa Amirul Mu'minin, yani utawala wa Uislamu baada ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kiongozi wa Waislamu alikuwa ni khalifa wa kwanza Abu Bakar. Baada ya Abu Bakar akaja Umar ibn al-Khattab. Baada ya Umar akaja khalifa wa tatu Uthman ibn Affan. Baada ya Uthman ibn Affan, baada ya Uthman ibn Affan, tukitaka ule uhalisia, akaja Muawiya ibn Abi Sufyan. Baada ya Muawiya ibn Abi Sufyan akaja Yazid ibn Muawiya. Na hapa ndio kwenye changamoto kubwa iliyomfanya mwanawazuoni mkubwa al-Imamu Raslani atamke maneno mazito, na naamini haya aliyatamka baada ya kuchoka, akiliangalia jambo lilivyokuwa. Sitaki niseme liko ovyo ovyo, niseme halijakaa sawa. Akatamka maneno yake makubwa, wama jara baina as-sahabi naskutu anhu wa ajra al-ijtihadi nuthbitu. Ala kulli hal, sitaki kuinakisha hiyo beti, nataka tu nieleze kwamba huyu bwana mkubwa alifikia kusema maneno haya kwa sababu ya uzito wa mambo yanavyotisha. Hiyo ndiyo khilafa ya Uislamu. Alafu nikupe kubwa zaidi. Unajua Yazidi alikuwa kipindi gani? Alikuwa kile kipindi kinachoitwa ni khairul qurun. Kile kipindi kinachoitwa karne bora. Khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum wal akharuna aradhil. Bora ya karne ni hii karne yangu, ndiyo karne ya Yazid. Kwa hivyo matusi, kutukana, kulaani kupindukia wakati mwingine sio mafunzo halisia, lakini wakati mwingine ni raddatu fi'li. Yazid ibn Muawiya, miaka mitatu ya utawala wake, mwaka wa kwanza ni kuwaua kimbari kizazi cha Mtume Muhammad, ni kuhakikisha anakimaliza kizazi cha Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hai, sasa wale wanaowapenda masharifu, wanaokipenda kizazi cha Mtume Muhammad, hivi unawaona haya mauaji watayachukuliaje? Ndio matusi yanapokuja hapo sasa, ndio raddatu fi'li.
kile kitendo cha Hussein, kile kitendo cha kichwa cha mtoto wa Mtume kuwekwa mbele za Yazid ibn Muawiya ibn Abi Sufyan. Yazid akachukua kijiti akawa anakichokonoa kichwa cha Yazid, kichwa cha Hussein afwan, huku anasema ulikuwa na mdomo mzuri. Zaid ibn Arqam anamwambia, ondoa fimbo yako, ondoa mjiti wako kwenye kichwa cha Hussein. Mimi nilimuona Mtume akibusu mdomo huu. Anamwambia, wewe umekuwa ni mzee ambaye huna akili, hujitambui na huoni. Lau kama si hivyo ungekutia adabu. Unataka hawa wanaompenda Hussein wafanyeje? Wamwambia Yazidi radhiyallahu anhu. Yazidi hakutosheka na hilo. Nimesema mwaka wa pili akafanya maajabu Madina, akawaua tabi'in, akawaua maswahaba wa Mtume watu 10,000. Maswahaba wa Mtume Muhammad, na sisi ni wapenzi wa maswahaba, na sisi ni wapenzi wa maswahaba, na sisi akitukanwa swahaba tunalia kwenye mimbari zetu, na tuna hadithi mamia, sisi maelfu amezikusanya Ibn Taymiyyah kwamba anayewalani maswahaba ni kafiri, anayelaani ni kafiri. Yazid ibn Muawiya aliwaua tabiina na maswahaba 10,000. Maswahaba pekee walikuwa 700 ambao wamehafidhi Qur'an. Akawatisha watu wa Madina, Madina ambayo Mtume aliita Madinatun Tayyibatun, Madinatun Tayyibatun. Jeshi la Yazidi likaiita Madina Madinatun Natinatun, mji unaonuka uvundo, mji unaonuka harufu mbaya. Unawataka wapenzi watu wa Madina wamchukulie vipi Yazidi na jeshi lake lililofanya hivyo Madina na kuwabaka mabinti wa kiswahaba? Sasa leo na nukta 5. Nukta yangu ya kwanza, na mwaka wa 3 wa Yazid akaenda akaipiga Al-Kaaba na akaitia moto. Mungu amesema kuhusu Al-Kaaba, yoyote mwenye kuingia Al-Kaaba kana amina, yuko katika amani. Kwa Yazid hajui msamiati amani. Ndugu zangu, tukitaka, narudia kusema haya maneno, tukitaka kuwalazimisha mashia yaliyoandikwa kwenye vitabu vya historia kama ndiyo imani yao na ndiyo itikadi yao ya kuwalaani maswahaba, billahi alaikum, yaliyoandika haya ninayoyasema si vitabu vya kishia. Sasa ni nani wa kwanza aliyowalaani maswahaba na kuwaua maswahaba?
piga ngoma utunze na zuwa, piga ngoma utunze na zuwa. Mkipekua katika vitabu vyenu muwe makini. Hii ni dini ya Mungu. Wama arsalnaka illa rahmatan, mtume ametumwa kwa ajili ya kuwahudumia watu mpaka wale waliopotea. Tujalie mashia ni katika hao waliopotea. Ala yahtajuna rahmatakum, hivi hawahitaji huruma yenu? Hawahitaji upendo wenu? Hawahitaji mshikamano wenu? Na kipindi tulichokuwa nacho, adui wa Uislamu kusambaratisha Uislamu. Adui leo si adui wa mashia, adui wa Uislamu leo ni kila anayesema la ilaha illa Allah Muhammadun Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Kila anayetamka shahada mbili kama vile mashia, kila anayeswali swala tano kama vile mashia, kila anayehiji kama vile mashia, kila anayetoa zaka kama vile mashia, kila anayefunga Ramadhan kama vile mashia. Huyo ni adui wa mabebeo, ni adui wa mabepari, ni adui wa Mazayuni. Wama arsalnaka illa rahmatan, ni udogo na upeo mdogo na uelewa mdogo wanaopanda kwenye mimbari leo kuwagawa Waislamu. Na wanisamehe, huenda wao kiilmu wananipita, na wananipita kweli kiilmu. Wale wanaopanda kwenye mimbar za Waislamu leo na zikawa maudhui zao ni za kugawanya umma huu, umma mayita, umma maghluba, umma fashila, umma khadi'a, umma musalima. Wanaopanda kwenye mimbari leo na zikawa hitwabati zao na lugha zao ni za kuwagawa Waislamu, na kwamba haiwezekani tena umoja na mashia. Na waheshimu, lakini nawaambia wana mitazamo finyo, hawaangalii mbali. Hawasomi siasa ya dunia inakwendaje, hawaangalii mustakbali wa huu umma unaelekea wapi. Sasa naomba twende kwenye nukta yangu ya kwanza baada ya utangulizi huo unaotilia nguvu, wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nukta yangu ya kwanza nitaelezea, inazungumzia huzuni yangu kwa msimamo wa al-Imamu al-Ghazali, huzuni yangu kwa msimamo wa al-Imamu al-Ghazali. Nukta yangu ya pili ni taaliqat haula kalami al-Ghazali, ni taaliqa, ni vibwagizo, ni maulizo
ni kujiuliza baada ya maneno ya al-Imamu al-Ghazali. Lakini nukta yetu ya tatu ni maneno ya kutisha aliyoyasema Ibn Khaldun katika mukaddima wake. Nukta yetu ya nne ni masikitiko yangu makubwa kwa umma huu wa Kiislamu. Masikitiko yangu makubwa kwa umma huu wa Kiislamu. Na nukta yangu ya mwisho na ya tano ni maelezo mafupi kuhusiana na hayya ala khairil amal. Itakuwa mwisho wa kikao changu. Tuanze nukta yetu ya kwanza, masikitiko yangu au huzuni yangu kwa msimamo wa al-Imamu al-Ghazali. Tukimzungumza al-Imamu al-Ghazali, tunamzungumza mwanawazuoni mkubwa sana, tunamzungumza mwanawazuoni mkubwa mno ambaye ameisoma taarikhi vizuri, ameisoma sira ya Mtume vizuri, ni mtu amebobea katika fani tofauti. Lakini bwana mkubwa huyu kwenye kitabu chake cha Ihyaul Ulum juzuu ya pili ukurasa wa 276 kwenye mlango wa laana, babu laani, mlango wa laana, anasema hivi. Nitasoma Kiarabu kidogo tu alafu nitabesi kwenye Kiswahili. Fa in qila hal yajuzu la'nu Yazid li'annahu qatilul Husayn au amara bihi, qulna hadha lam yathbut asla fala yajuzu an yuqal innahu qatalahu au amara bihi ma lam yathbut fadlan an la'ni li'annahu la yajuzu nisbatu muslimin ila kabiratin min ghairi tahqiq. Maneno haya kusikitisha, bali ya kuuliza kwa mwanawazuoni mkubwa kama vile al-Imamu al-Ghazali. Anasema lau ikisemwa, je, inajuzu kumlaani Yazid kwa sababu alimuua Huseni au alitoa amri ya kumuua Huseni? Sisi tunasema hivi, tendo hilo halikuthibiti, kwa hivyo haijuzu kusemwa kwamba yeye amemuua Yazid, kwamba amemuua Husaini. Al-Ghazali anasema hiyo haijathibiti wala haijuzu kusema hivyo, au ameamrisha, haijathubutu. Utamlani vipi? Wala haijathubutu kwamba yeye aliamrisha kumuua Yazid. Sikwambii kumlaani, kwa sababu, sikiliza maneno haya, kwa sababu haijuzu kumnasibishia Muislamu madhambi makubwa pasi na kuwa na ushahidi. Ihyaul Ulum ya al-Imamu al-Ghazali, mtu mzito mkubwa, hata kumtaja pia unasikia tabu kwa uzito wake na ukubwa wake. Lakini angalia maneno yake haya, akenda mpaka akasema basi
aliyemuua Husaini laanahu Allah, au aliyeamrisha kumuua Husaini laanahu Allah, sisi tunasema hivi, Imam al-Ghazali, sisi tunasema hivi, ilivyokuwa sawa sawa, aliyemuua Husaini kama alikufa kabla ya kutubia, Mungu amlani, lakini kama alikufa baada ya kutubia, haijuzi kusema Mungu amlani. Kwa kifupi, al-Imam al-Ghazali anasema kumlaani Yazid haijuzu, kwa sababu haijathibiti kwamba yeye ndiye aliyemuua Hussein au alitoa amri ya kumlaani Hussein. Utamlaani vipi mtu huyo? Alafu inawezekana Yazidi alitubia yani Yazidi alisema astaghfirullah. Sasa unamlaani vipi? Kwa hiyo mpaka upate uhakika hakutubia, ndio hapo umseme la'natullah. Sasa hapa nimesema nukta ya pili ni taaliqa. Taaliqat ni mambo ya kujaribu kujiuliza, hivi maneno haya ukiyasikia humu ulioko utetemeke? Yani mtu unayekipenda kizazi cha Mtume, mtu unayewapenda masharifu, hivi maneno haya ukiyasikia humu mwili wako nyama hazichezi? Haikuthibiti kwamba Yazidi amemuua Hussein, na anayeyasema si Mwachanze wala si Mwamnyeto wala si Mwachibudi, anayesema ni al-Imam al-Ghazali. Hivyo mwili hauchezi, haujisikii kutapika. Lakini jambo la pili, hivi vitabu vyote vya historia ya Kiislamu vilivyoandika na yeye mwenyewe al-Imam al-Ghazali anavijua, hivi vitabu vyote havithibitishi kwamba Husaini kaoa na Yazid. Hivi vitabu vyote vilivyoandika, vyote hivi havithibitishi kwamba muuaji wa kizazi cha Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, vyote havithibitishi hivi. Lakini jambo la tatu la kujiuliza, nyinyi watu mliokuwa na fikra huru, hivi wauaji wa mitume na wauaji wa watoto wa mitume wanaweza kutubia? Yani wale watu Bani Israili waliomfukuza Nabii Yahya ibn Zakariya alayhi wa ala nabiyina wa immatina afdalu salati wassalam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.
hivi wale watu wana wa Israeli waliomfukuza Nabii Zakaria, Nabii Yahya afwan, wakenda wakamuua, wakamkata kichwa kikapelekewa zawadi mwanamke anayeuza mwili wake, afwan, mwanamke malaya, samani kwa kutumia hilo neno. Kichwa cha mtume wa Mungu Yahya ibn Zakaria, Yohana Mbatizaji, kichwa kikapelekwa zawadi kwa mwanamke anayeuza mwili wake, kwa ibara nyingine kwa mwanamke malaya. Wale wanakubaliwa toba na Mungu kwa kusema astaghfirullah, Mungu tumetubia. Waliokisambaratisha na kukiua kizazi cha mtume, hawa wanatoba wakisema astaghfirullah, Mungu anakubali toba yao. Natamani maneno haya yangepatikana kwa mtu wa kawaida tukamshambulia, lakini yanatoka kwenye kitabu cha al-Imam al-Ghazali. Lakini jambo la nne la kujiuliza, hivi hii historia yote iliyojaa na inayozungumza habari za Karbala kutoka karne hiyo mpaka karne ya al-Imam al-Ghazali mpaka leo, jailan an jail, yani tukio linanakiliwa na generation, kizazi hadi kizazi, kutoka karne ya kwanza mpaka leo karne ya 14, bado halijathibiti. Sasa ni kipi kilichothibiti tena duniani? Lakini la tano na la mwisho, ukisoma kitabu hiki ambacho ni kitabu kizuri, Ihyaul Ulum, wa ma adraka ma huwa Ihyaul Ulum, lakini ndio hivyo, hakuna mwanadamu aliyekamilika. Nimchukulie hivyo al-Imam al-Ghazali. Ndani ya kitabu hicho kuna mambo yanatisha, na al-Imam al-Ghazali ameyaweka hayo, haja yatilia shaka, yamethibiti. Yamo mambo humo, kuna mtu alimuona Mungu, alikutana na Mungu usingizini, akamwekea mkono, akapata nuru ya Mungu. Maajabu hata kuyasema hayasemeki. Hayo hayana tatizo kwa Imam Ghazali, yamethibiti. Lakini moja nitaka nilitaje kwa upana, ni ile ambalo amenakili mwenye kitabu kinachoitwa Miftahu Saada. Amenakili kisa kwamba bwana mmoja anayeitwa Abu Bakar An-Nasaj, huyu alibahatika kumzika al-Imam al-Ghazali, na akashuka chini ya kaburi na akauchukua mwili wake akauweka kwenye mwanadani. Alipotoka huyu Abu Bakar An-Nasaj, alipotoka kaburini kumzika Ghazali, akatoka rangi imembadilika. Wakamuuliza, kwa nini rangi imekubadilika? Akasema, wakati namchukua Ghazali namuweka kwenye mwanadani, niliona mkono wa kuume mrefu umetokea kibla, na nikamsikia mtu anaita, anasema, weka mkono wa Muhammad al-Ghazali kwenye mkono wa Mtume Muhammad. Sasa hapa la kumuuliza, wapenzi wa al-Imam al-Ghazali,
na hizi khurafati na maneno ya kutisha aliyoyasema al-Imam al-Ghazali mwenyewe na aliyosemewa, haya nayo yanathibiti kwa vigezo gani? Kuna ni visa vya Israiliyati ambavyo havina mwanzo wala mwisho. Hivi havina tatizo, lakini tatizo aliyemuua Hussein, hilo ndio tatizo. Na nukta ya tatu, kwa haraka haraka, pasi na kujiuliza sana, tusije tukakasirika na sisi alafu ikawa raddatu fi'li ni mbaya. Tusije tukakasirika alafu na sisi natija ikawa mbaya, result ikawa mbaya baada ya kwa hiyo tuishilie hapo hapo. Lakini jambo la tatu au nukta yetu ya tatu, ukistaajabu ya nani? Ukistaajabu ya Musa, utayaona ya msomi naye mkubwa, na hili ni darsa kubwa la hawa wasomi, muhimu ni darsa. Al-Imamu al-Ghazali sio mtu mdogo, lakini angalia virozo chingine kiasi. Ibn Khaldun kwenye kitabu chake kizuri, kwenye mukaddima wake, yeye amefikia mahala amesema Ahlul Bait wamevuka mpaka bwana, wamepetuka mpaka bwana, wamezusha madhehebu, wamekuja na dini mpya na kitu kipya. Ni kusomea maneno yako kwa Kiarabu. Ibn Khaldun anasema kwenye mukaddima wake, Ibn Khaldun, wama adraka man huwa Ibn Khaldun. Tukizungumza wasomi wakubwa wa Uislamu, abakira, huyu ndio mwanzilishi wa elimu ya ijtimaa, elimu ya kijamii, elimu ya ijtimaa ni Ibn Khaldun. Lakini angalia Sheikh, watu mkishaacha manhaji ya Ahlul Bait mnavyochanganyikiwa. Maana kuchanganyikiwa, Ibn Khaldun anasema hivi, washadha Ahlul Bait bimadhahib ibtada'uha wa fiqha infaradu bihi wa banawhu ala madhhabihim fi tanawuli ba'd as-sahaba bilqadhi wa ala qawlihim bi'ismati al-a'imma wa raf'i al-khilafi an aqwalihim wa hiya kulluha usulun wahiya. Ibn Khaldun huwa anasemaje? Anasema Ahlul Bait shadda, wamepetuka mpaka, wamevuka mipaka, wamekuja na maajabu. Ndio maana ya shadda hiyo. Wamekuja na maajabu na virozo. Bimadhahibin ibtada'uha, Ahlul Bait, watoto wa Mtume mzee Mwachitogo, kizazi cha Mtume. Ibn Khaldun anasema wamezusha madhehebu. Ibtada'uha, bid'a, ibtada'a yabtadi'u, wamezusha, wamezua. Akina nani? Unamjua aliyezua? Ni Jaafar as-Sadiq, mwalimu wa Imam Shafi, mwalimu wa Imam Malik, babu wa ilmu wa Imam Ahmad bin Hanbal, mwalimu wa Imamu Abu Hanifa. Laula sanatani la halaka an-Nu'man. Abu Hanifa, lau si miaka miwili niliyopiga magoti kwa Jaafar as-Sadiq ningeangamia. Ibn Khaldun, mwana wazuoni mkubwa, anasema huyu amezua, wamezusha na fiqhi ambayo ni kwa wao tu peke yao, ni kwa wao baba. Haya, Qur'an zimgaoni
na wakajenga madhehebu yao kwa fiqhi hiyo. Wakaijenga vipi? Wanasema kwenye kuwatukana maswahaba kwenye kuwatukana maswahaba kwa kuwataja vibaya. Halafu wakaja na maajabu mengine, wanasema eti maimamu ni maasumin, wamehafidhiwa na makosa, ili kuondoa kwamba wasije wakavutana wakakhtalifiana. Alafu wanasema wa kulluha usulun wahiya, yote hii ni misingi ambayo haiko sawasawa. Maneno ya nani? Ibn Khaldun. Wama adraka man huwa Ibn Khaldun. Jambo la kuuliza la kwanza ni yeye kusema maneno kama haya. Haikutakikana kwa mtu kama vile Ibn Khaldun atamke maneno ya maajabu kama haya ambayo hayaruhusiwi kutamkwa na msomi wa kawaida. Sikuambii Ibn Khaldun. Sasa vitu kama hivi ndivyo vinavyozalisha matusi katika historia. Anatokea mtu from nowhere anasema al-Imam Zainul Abidin amezua. Shadha ahlul bait bimadhahib ibtada'uha wa fiqhan faradu bihi wa banawhu ala madhhabihim fi tanawuli ba'd as-sahaba bil qadhi wa ala qawlihim bi'ismati al-a'imma wa raf'i al-khilaf an aqwalihim wa hiya kulluha usulun wahida. Ilo ndo la kuuliza. Kusema haya maneno ni bwana mkubwa kama vile Ibn Khaldun. Lakini la pili, ndugu zangu wapendwa, ni Ibn Khaldun kusema maneno haya kwamba ahlul baiti wamezusha madhhab, wakati yeye Ibn Khaldun anayejua riwaya aliyoipokea al-Imam Ibn Hajar katika kitabu chake kinachoitwa Sawa'iqul Muhriqa, ukurasa wa 128, ananakili hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Sayyiduna Muhammad anasema fi kulli khalafin min ummati udulun min ahli baiti yunfuna an hadha ad-din tahrif ad-dallin wa intihal al-mubtilin wa ta'wil al-jahilin. Ala wa inna a'immatakum wafdukum ila Allah ta'ala fanzuru man tufidu. Ibn Khaldun, unasemaje maneno ahlul baiti wamezusha madhehebu, wakati Mtume anasema katika kila zama ndani ya umma wangu wanapatikana wasomi waadilifu katika ahlul baiti. Kazi yao ni kufanyaje? Ni kuondosha na kubainisha upotevu unaoizukia dini hii na tafsiri mbaya zinazotolewa na wajinga kuhusu dini hii. Kuweni makini watu wanaowatafsirieni dini. Hawa ni wajumbe wa Mungu. Angalieni watu wa kuwatafsirieni dini kisawasawa. Katika kila zama, katika kila generation, kuna watu waadilifu katika watu wa nyumbani kwangu, mina ahli baiti.
Ahlul Baiti wanazua. Lakini la tatu la kushangaza, mbele za Ibn Khaldun ameisoma hadithi aliyoinakile al-Imamu al-Hakim an-Naishaburi kwenye kitabu chake cha Al-Mustadrak ala Sahihain. Mtume anasema sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, wa man ahabba an yahya hayati, muda uniruhusu, yoyote mwenye kupenda kuishi maisha yangu mimi, wayamuta maitati, na afe salama kama, basi na amfanye kiongozi Ali na watoto wake. Bado wazalamu hawajanielewa. Mtume anasema hivi, yoyote mwenye kupenda aishi maisha kama niliyoishi mimi, na afe kifo kizuri kama nilivyokufa mimi, na aingie pepo ambayo Mungu ameniahidi, nayo ni pepo ya milele, basi na amfanye kiongozi Ali na watoto wake baada ya Ali. Naomba rudi tena, baada ya Ali. Naomba soma kwa Kiarabu, faliyatawalla aliyan wa dhurriyatihi min ba'di. Why ya Rasulullah, limadha, kwa nini tumfuate Ali baada yako wewe? Ali akishaondoka, tuwafuate watoto wake, watoto wa Ali, kizazi cha Ali, Hasan, Husain, Zainul Abidin, Muhammadul Baqir, Jaafar as-Sadiq, Musa al-Kadhim, Ali ar-Ridha, Muhammadul Jawad, Ali al-Hadi, Hasan al-Askari, Muhammad ibn al-Hasan salawatullahi wa salamuhu alayhi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kwa nini wao? Kwa nini asiwe fulani? Kwa nini Ali? Hebu naomba tutulize akili. Hebu tulize akili yako. Umeshatulia? Haya, sikiliza sasa. Kwa nini Ali? Alafu kwa nini baada ya Ali watoto wake? Mtume anasema fa innahum, hakika wao, lan yukhrijukum min rada, kwa sababu wao hawatowaingizeni kwenye upotevu. Walan fa innahum lan yukhrijukum min huda, hawatowatoeni kwenye uongofu, hawatowatoeni kwenye straight way, kwenye straight path. Kiingereza pia chibabu. Hawatowatoeni kwenye njia iliyonyooka, hawatowatoeni kwenye uongofu. Alafu wala yudkhilukum baba dhalala, hawatowaingizeni kwenye upotevu. Salatu ala Muhammad. Man ahabba an yahya hayati wa yamuta maitati wa yadkhula aljannata allati
وعدني بها ربي وهي جنة الخلد فليتولى عليا وذريته من بعدي فإنهم لن يخرجوكم من هدى ولن يدخلوكم باب ضلال. Yoyote mwenye kupenda kuishi maisha yangu na kufa kifo changu na kuingia pepo ambayo ameniahidi hiyo pepo Bwana wangu, nayo ni pepo ya milele, basi na amtawalisha Ali na watoto wake baada yangu mimi, kwa sababu wao watoeni kwenye muongozo, kwenye uongofu, na wala waingizeni mlango wa upotevu. Allahumma arina alhaqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina albatila batilan warzuqna ijtinabah birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamu ala al-Husayn wa ala Ali ibn al-Husayn wa ala awlad al-Husayn wa ala akhika Abi al-Fadl al-Abbas wa ukhtika Zainab wa bintika Sukayna. Wassalamu alaykum ya ahla bayti an-nubuwah jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh ma'a as-salawati 3 marrat ala hubbi az-Zahra bi a'la aswatikum.